Simsomba, Titu Simsomba. Kwa sababu nichukua ofisi yako. Karibu sana, jisikie nyumbani baba. Waheshimiwa sana mapadre, watawa, waumini tunaoshiriki misa hii takatifu katika sikukuu ya kung'ara sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa namna pekee ndugu zetu hawa ambao wanafunga nadhiri zao za kwanza siku hii ya leo, tumsifu Yesu Kristo tena. Katika siku hii ya kung'ara sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo, nakumbuka wakati tunaongea na wakonsolata wakinieleza kwamba wao ni siku muhimu sana ndipo wanapofunga nadhiri za kwanza. Kwa hiyo huwa hawabadilishi. Kasema kama ni hivi na maana yake tuweze kuiweka siku hii muhimu katika siku yao na waweze kufunga nadhiri za kwanza siku hii. Tunapoadhimisha sikukuu hii, tuyaangalie mambo matatu ambayo ni mafumbo, ambayo kila mmoja anaweza kujiuliza. Fumbo la kwanza au jambo la kwanza, walioalikwa kuangalia tukio la kung'ara sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo ni watatu tu: Petro, Yakobo na Yohana. Tunaweza tukajiuliza kwamba Yesu angependa akubalike hivi katika ulimwengu huu na watu wote, angeonyesha, ingekuwa ni maonyesho fulani. Kwa nini asialike watu wote? Watu wote wangeona vile, wote wangemwamini huyu ndio Masiha, na pengine kusingekuwa na shida. Lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo inaweza kuwa ni swali, kwa nini haikuwa hivyo? Kwa nini hakualika watu wote ili aonyeshe utukufu wake kwao? Lakini watatu tu walialikwa. Ni wale watatu waliopanda mlimani. Lakini la pili, tunaona Musa na Elia wanaongea naye. Wametoka wapi? Kwa nini wako hapo? Kwa nini wanaongea na Yesu? Hili ni fumbo la tatu ambalo tunaweza kuliangalia. Ya tatu, sauti ya Baba ikatoka katika wingu. Na wakati sauti hiyo ikitokea, tunaambiwa wakaanguka kifurifuri kwa hofu kubwa. Na pengine wengine tungesema sauti ya Baba inapoongea, ilibidi sasa iwe sasa furaha na kupiga makofi. Baba anaongea na sisi. Kwa nini walianguka kifurifuri na wakahofu sana? Haya yote ni mafumbo matatu ambayo tunaweza tukayaweka katika siku ya leo na tukayatafakari. Jambo la kwanza, wale mitume watatu, ukiangalia muda waliokuwa nao katika wasaa mtakatifu ule, walibarikiwa sana kuwa na Yesu. Kwa muda waliokuwa nao walibarikiwa sana, walionja utukufu ambao ungetokea baadaye. Lakini pamoja na kuonja utukufu huo, waliimarika sana katika imani. Kwa aliyeona vile asingerudi nyuma, anaendelea, kumbe kuna moja, mbili, tatu. Kwa waliimarika. Na hivi kwa sababu hiyo hatuwezi sasa kauliza kwa nini kwa wengi, kwa nini kwa wachache. Waliimarika. Ni mitume hawa watatu ambao ni inner cycle ya Yesu mwenyewe. Watatu wanaongea pamoja. Elia na Musa. Ukiangalia Elia na Musa, wote hawa ni majianti wa imani, majianti wa kiroho ambao tunaona katika Agano la Kale walikuwa ni watu wakubwa sana. Ni wale walioongea na Yesu katika mlima Horeb, mlima mtakatifu. Musa tunamuona akiwa pale Sinai. Walikutana na Mungu akaongea naye. Lakini katika kung'ara sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo, wanaongea naye. Wanafanya nini pale? Tunamwangalia Yesu ni utimilifu wa yale yote yaliyotabiriwa na manabii na Torati. Na kwa sababu hiyo inakuwa kama Musa na Elia
wanaongea na yule anayetimiza walioyatanguliza, na kwa sababu hiyo ni kama wanakabidhi sasa, ni kama wanasema sasa mwisho huu, sasa huyu ndiye anafanya yote, sasa anaendelea mbele, kama kukabidhiana hivi. Lakini tunapoangalia kuanguka kwa mitume, tunawaona walivyoanguka kwa hofu na kwa kifurifuri na kwa hofu kubwa. Lakini tunaangalia hofu hii ni ya adhabu? Si hofu ya adhabu, ni hofu ya mwanadamu. Huyu mwanadamu anakutana na umilele na mtakatifu ambaye ni utakatifu wenyewe, anaona udhaifu wake, na anaona udhaifu huo, ndio maana anaanguka kifudifudi. Si adhabu inaomjia, ila Waingereza sana ni admiration, kalia hiyo hofu mbele ya utakatifu. Ukisoma katika kitabu cha nabii Isaya, ile katika wito wake sura ya 6 ya kwanza mpaka ya 8 hivi, alipokuwa anaitwa, alipoona moja kwa moja anatambua udhaifu wake, na kwa sababu hiyo anakiri huo udhaifu. Na sasa tunapokuwa hivyo, ndio mambo haya yaliyoona katika tunavyoyaona yote haya, ndio tunaweza tukajiuliza, hivi ninapokuwa mbele ya Yesu, mbele ya utakatifu, na kuweje mimi? Ninapojongea kiti cha rehema, kiti cha upatanisho, kitubio, ninakuweje mimi? Ninapojongea kukomunika, naambiwa mwili wa Kristo, ninakuweje mimi? Pengine sijaungama, niko katika dhambi ya mauti, nimekurupuka tu, sijatambua kwamba lazima nianze na upatanisho kwanza, na ambaye anayetupatanisha ni Mungu mwenyewe, ni Yesu Kristo, alafu nikampokee sasa, ambaye sasa ni mtakatifu wa watakatifu. Lakini nakurupuka kwa sababu kuna mstari. Sasa ninakwenda kwa undani, au naenda kwa mazoea, au naangalia nje na kuangalia ulimwengu ulivyo, ulimwengu wa matumizi, ulimwengu wa udunia, na kuyafanya yote yawe ya kidunia zaidi. Shangwe za kidunia, sherekea za kidunia. Sasa kama naenda kuungama kwa mwanadamu, mimi nikaungama kwa mwanadamu, sitaki nina vitu kama hivyo, kurahisisha mambo, na matokeo yake kuharibu yaliyo matakatifu. Na wakati mwingine ninapokuwa mbele ya huyu mtakatifu, mbele ya umilele, sioni tofauti, naona kawaida tu. Hili ni tatizo ambalo limenifanya sijitambui mimi. Lakini kama nitaenda ndani, kwa undani kabisa, nitaona kabisa nipo mbele ya utakatifu wenyewe, mbele ya umilele, kweli nimebarikiwa. Na kwa sababu hiyo nitainama kichwa, nitaabudu kutoka moyoni. Ninapokaribia maandiko matakatifu, sisomi kwa sababu nimesoma sana, mimi na degree ya maandiko, nina PhD, nina vitu kama nini na nini, ila ninasogelea neno la Mungu. Na kwa sababu hiyo niende kwa imani, na ninapoenda kwa imani, huyu anifundishe. Na ndio maana unapoona hayo yote matatu, kumbe hata sisi tunaalikwa leo kujongea umilele, kujongea utakatifu, Mungu mwenyewe, kwa imani thabiti, kwa tafakari ya kina, lakini vile vile katika sakramenti ambazo kila siku tunaziadhimisha. Ninaposema tafakari inahitaji sana ukimya, ambapo mtu anajitenga na yote ya dunia hii, anakuwa na wakati na Mungu, kama walivyofanya kwa kupanda mlima wa sala. Ninapoupandisha huo kwa imani kubwa na kusali,
Na ninaposali hivi na kukomunika ipasavyo, ninainama na kuabudu mbele ya utakatifu, mbele ya umilele. Kwa hayo yote matatu sasa yanaendanaje na wito wetu? Leo ndugu zetu wanafunga nadhiri. Wanapofunga nadhiri sio kitu cha mchezo, si kwa sababu nimemaliza miaka labda mwaka mmoja wa novisi, si kwa sababu nimemaliza kipindi cha malezi mwana na wa malezi wangu amenifundisha 1 2 3. Hakuna aliyezaliwa mtawa, kwamba ametunguliwa huko juu mtawa tayari. Anaundwa, na anapoundwa kwa maana tutasema formation, malezi, ili kuonyesha kwamba malezi haya yamefanikiwa. Huyu anayeenda kufunga nadhiri anajitambua yeye ni nani, anatambua kwamba mimi ni sura na mfano wa Mungu, na kwa sababu hiyo ndiye naye niita huyu sura na huyu Mungu, huyu ananiita mimi, na mimi naitika kutoka moyoni, sifuatii kitu chochote. Kila mtu akisimulia namna alivyoanza wito wake, anaweza sema nilimuona mkonsolata mmoja anaendesha vizuri gari. Nakumbuka wakati tuko pale Jordan, wakati ilikuwa inaitwa Salvatorian Major Seminary, tukiwa wanafunzi, ninafurahi nimemuona mwalimu wangu yuko pale, Padri Penda Wazima. Alikuwa kilisuka gari lake akiliendesha vile. Sasa mimi ningeendesha kama lile gari kama anavyoendesha Padri Penda Wazima, ningefurahi sana. Lakini unapoenda sasa kumbe sio kuendesha gari, ni zaidi ya kuendesha gari. Na ndio maana nasema kwamba unapoenda mbele, ukijisahau kuto kufanya kitu tunachosema purification of your motivations, utakuwa upo sehemu ambayo sio yako. Na aliyeitwa anakuwa mtawa, anatakiwa awe na furaha. Sasa hizo wewe unapangiwa sehemu fulani, sasa ulalamika nini? Kwa sababu wewe umeitwa, umesema nipo tayari. Sasa naenda wewe kule ambako hakuna network, nenda kahudumie wale watu wale. Nimeadhibiwa. Hujaadhibiwa. Matokeo yake unaona kwamba watu wanaitwa, na kama hajatafakari vizuri wanakuwa ni chanzo cha matatizo katika mashirika, katika utawa, na katika hata wote yule, hata ukuhani. Kwa kuna muona huyo amelazimishwa. Kwa kuna mtu alimshikilia bunduki alipokuwa anakuja? Hakuna. Kwa ndio maana tunasema kwamba purify your motivations. Lakini vile vile kumbuka kwamba wito ni safari, na safari hiyo usikafikiri kwa mfano nyewe mnafunga nadhiri leo unasema tumefunga sasa tumemaliza wito ndio mnaanza. Ndio mnaanza, sio kwamba mmemaliza wito ndio mnaanza. Na kwa sababu hiyo lazima mpende ule wito wako, uthamini wito wako, na katika kuthamini huko uwe tayari sasa kutumikia. Hafanya hivyo naanza kulalamikia matokeo yake mkuu wa shirika na kila siku BP juu. Sasa ili jamaa si liliitwa ili. Sasa kama liliitwa, kwa nini linaleta fujo huku? Si lingekuwa kule kijiweni? Kwa vitu kama hivyo ndio maana sema kama tunafikiria, tunaangalia kung'ara sura kwa Yesu na wito wetu, ili niweze kutambua kabisa. Naona kwamba Yesu alikuwa amepata huo utukufu wakati huo anajiandae kukabiri msalaba. Manake kama hatujasikia Yesu kwamba alifika sema mimi sasa nimechoka. Alibeba msalaba wake mpaka Golgotha. Kafika pale akapigiliwa msumari pale na misumari msalabani. Kafa pale kwa mateso makubwa, lakini lengo hawezi kumkomboa mwanadamu. Sasa wewe unapoanza wito wako unahitaji kuanza na kitu hiyo, ni safari hiyo. Kuona utukufu huo, kuonja utukufu huo ukupe nguvu.
ukupe nguvu ya kuendelea na safari. Nguvu hii kuwezeshe kusafiri katika safari yako ya wito mpaka ukamilifu wenyewe. Usikate tamaa. Sasa nafanyaje utukufu? Kuuonja utukufu. Ndio maana anasema kwamba lazima upande mlima wa sala. Ili upande mlima wa sala unahitaji imani, unahitaji contemplation au anasema meditation. Uweze kutafakari kwa kina. Unahitaji yote ili uweze kufika huko. La sivyo huyo. Ndio maana tunaongelea discernment of vocation. You have to discern your vocation. Kila siku useme ndio. Si unakaa tu pale kama kilaka fulani kimebandikwa kwenye nguo ambayo ilitatuka. Pana, wewe umeitwa, na katika kuitwa huko kwanza unaitwa katika ushirika. Na ushirika kwa mtawa ni ile jumuiya, ndio ushirika, moyo mmoja, roho moja wa watu hawa. Roho moja manake wana imani moja hawa. Na moyo mmoja, wana upendo mmoja, na kwa sababu wanafanya mamoja, anamuona huyu ni kaka yangu, ni baba yangu, anamheshimu. Na sio tu kwamba tumekusanyika katika jumuiya hiyo kama watu fulani waliokusanywa fulani. Ukienda hiyo kusema ni jumuiya ya kitawa, ni mkusanyiko wa watu. Hata wale mashabiki wa Yanga, wa Simba wanakusanyika pamoja, wanaitwa klabu ya Simba, ya Yanga. Sasa hiyo ni jumuiya ya kitawa? Sio. Jumuiya ya kitawa ni ile ambayo ni sura na mfano wa Utatu Mtakatifu. Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu mmoja, umoja usiogawanyika. Lakini ni Mungu pamoja na familia. Kwa jumuiya lazima iwe hivyo, na kwa sababu hiyo vyote ambavyo vinakuwa kinyume na umoja huu vinatoka kwa mwovu. Ndio hivyo ya kusengenyana, kuoneana wivu, kwa vipaji au majivuno, kiburi, inatoka kwa mwovu na vinavuruga jumuiya ya kitawa ambayo ni sura na mfano wa Utatu Mtakatifu. Kwa sio tu kwamba hii jumuiya imetoka hewani, imetoka kwa Mungu mwenyewe. Ndio maana watawa wanapokaa na kusali pamoja, wanapotafakari na wanaposali na kutafakari, mioyo yao inakutana kwa Mungu mwenyewe kwenye Utatu Mtakatifu. Ile jumuiya ile ambayo wanaishi ni matokeo ya kile kilicho ndani, la sivyo ni maigizo na ni unafiki mtu. Na ni kama kwamba tumekusanyika tumejificha ficha tu huko. Tunapojificha ficha huko, muda uende tu. Kwa sababu huko duniani kuna moto unawaka. Kwa ndio maana lazima nijifiche utawani. Kwa sababu hiyo wito unahitajika kuanza ndani. Kupanda kwenye mlima wa sala, imani, tafakari ya kina, maadhimisho ya sakramenti ambayo yatatuongoza. Ndio maana kama mtu anaanza kuogopa kuungama, huyo ni waajabu, huyo Mkristo siji. Ni kwamba tayari yeye amekamilika. Tunaungama hata mara 7 hata mara ngapi kwa siku unaweza kaungama. Sasa watu wataniona wanasema mimi ni mdhambi sana. Ndio maana kuna padri mmoja aliona amechoka sana kule Ulaya, sehemu fulani amechoka sururu. Sasa nitapumzika namna gani? Akasimama, akatoka nje ya ile boksi la maungamo, akawatangazia watu, mstari huu ni wale tu wenye dhambi ya mauti ndio wanaweza wakaingia mstari. Watu wote walikimbia. Tayari ameenda kupumzika. Kaya anataka kupumzika. Watu wakaogopa, watu wasiyakasema mimi nina dhambi ya mauti. Hatufanye hivyo kwa maonyesho wala kwa kumwogopa mtu. Hapana, sio kwa ajili ya kumwogopa mtu. Ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, ni kwa ajili ya kujitakatifuza kwenda mbele. Lakini katika siku hii ya kung'ara sura kwa Bwana wetu Yesu Kristo,
inayoendana na wito wetu. Tunaitwa kusikiliza. Tunaitwa kusikiliza. Sauti ya Baba ikatoka katika lile wingu, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikilizeni yeye. Kusikiliza. Sasa kusikiliza si swala tu yasema natega masikio yangu. Hapana. Kusikiliza kunaendana na utii. Utii ni kati ya yale mashauri ya kiinjili. Utii. Kwa kusikiliza ni pamoja na kutenda. Na yote haya yanaendana na fadhila ya unyenyekevu. Na pamoja na fadhila hiyo ya unyenyekevu, na vile vile nina mazoea na sauti ya mwana mpendwa. Na kama nina mazoea na sauti ya mwana mpendwa, na kwa sababu hiyo nitaisikia kabisa ni sauti yake. Ulimwengu wa leo na sauti nyingi. Unasikiliza nini ni muhimu? Bongo flava. Unaweza kusikiliza bongo flava. Tena nyimbo za leo hazina ujumbe. Nashangaa tu jamaa ameanza na wimbo wako. Ya ni wimbo huo yo mapigo do ya paka mwisho. Au kwa sababu ya bei ya mkaa, kwa sababu ya bei ya mkaa, kwa sababu ya bei ya mkaa. Ni wimbo huo. Inakusaidia nini kusikiliza hivi? Kwa sauti nyingi sana za kusikiliza ziko nyingi. Nimeitwa kusikiliza sauti ya Kristo. Ndiye anayeniita huyu. Nisikilize vizuri na nijue vizuri, nifuate maelekezo yake ili niishi navyo nipasa kama yule aliyeitwa kuwa mtawa. Nisiposikiliza nasikiliza sauti zingine. Ukiangalia hata matangazo ya biashara ni mengi sana. Wewe unaona kama sabuni hii itafanya ngozi yako iwe 1 2 3, naenda kununua unaweka. Mwingine sabuni utakuwa na sabuni ngapi? Sabuni nyingi. Na leo ukiangalia vile vile katika imani ni kama biashara. Na Wakristo wengine wanasalita hata imani yao, wanaiuza. Wanarubuniwa wanaporubuniwa kwa ajili ya kukashifu imani yao. Chukua milioni 10 kakashifu imani yao. Tulishuhudia hivi vikundi vilikuwa vingi tu. Sisi na Kristo, nini wanaanza kujitangaza. Alafu anatuimbia mwamba. Hawaelewi. Ni wanasema ni wa Kristo. Yote hiyo, huyu mtu huyu hajawahi kufika hata kanisani hata siku moja, hata jumuiya yenyewe haijui. Lakini sasa amepewa hela hiyo tayari. Mimi natoka parokia fulani, hata wakati fulani anashindwa kuitamka. Yule paroka anamuita parokia mtakatifu fulani. Anataja jina la parokia mtakatifu fulani. Hajui kwa sababu swala si kuwa na jina la Kikristo. Swala ni wito ni maisha. Ukristo si jina, ni maisha. Kuishi Ukristo wetu kumfuata Yesu. Kwa hiyo tunaitwa kusikiliza sauti ya Kristo. Na si kuwa mbobezi wa matangazo ya ujenzi na nini. Ukimwangalia Petro huyo, baada kusikiliza yatakayoendelea, ameamka tu huko. Na tufanye vibanda 3, kimoja cha Elia, kimoja chako, kingine cha Musa. Sio hayo. Sikiliza unayoambiwa, msikilize mwana. Kwa ni muhimu sana kujua hilo, kusikiliza. Na ndio maana mtawa uwezo kujituma wewe, unatumwa. Uwezo ukajituma sasa, mimi napenda sana pale. Ukawa mvivu mtawa, utakuwa ajabu. Kama ulitoka nyumbani ulikuwa na deka ukaenda utawani, tunaendelea kudeka kama ulivyokuwa na deka nyumbani. Namdekea nani mtawani? Hakuna kumdekea utawani. Uishi maisha ya kitawa, utumikie inavyotakiwa, ndio inavyotakiwa hivyo. Lakini pamoja na hayo, tunaposikiliza sauti ya Kristo, tunahitaji kubadilika. Kubadilika ambako tunaweza kusema kwamba kama metamorphosis ya ndani, kubadilika sasa. Mimi nilikuwa fulani, nilikuwa naishi huko, sasa naingia huko, sio tena kama kule.
Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 3, wito wa Musa sura 3 aya ya kwanza na kuendelea pale, Musa alipoona kichaka kinateketea kinaungua lakini hakiteketei, aliposogelea alisema, Musa, vua viatu vyako, mahali hapa ni patakatifu. Unapoelekea katika wito, uhakikishe kwamba mambo ya huko ni ya huko. Sasa nimeanza maisha haya, ni maisha mengine. Kwa hiyo ndio maana lazima nitambue kwamba ni majiundo ya ndani na ni majiundo ya maisha niishi navyo nipasa kama mtawa. Na lengo nifanane na Kristo. Na sijaitwa kutimiza wajibu. Wajibu ni kitu ambacho kiko nje. Kwa hiyo naweza kaweka hata unafiki. Lakini nimeitwa kufanana na Yesu. Ndio lengo langu, nifanane na Yesu. Na wanaponiona wamuone Yesu. Sio nione jambazi, mwizi, mlaghai, anayepora vitu vya watu au vya shirika. Kwa sababu amepewa kitengo kizuri chenye hela, basi anaiba nyingi tu. Sio hivyo. Nifanane na Kristo. Kwa hiyo ndio maana malezi. Tunaanza na malezi ya awali. Hawa wako kwenye malezi ya awali. Watafunga nadhiri za kwanza, wataendelea, watarudia tena, watajihoji, naweza. Alafu tena wataendelea kudiscern wito wao, kuangalia, kujihoji, kupambanua wito, lakini watarudia tena, alafu baadaye wataomba, mimi nimeona naweza. Kwa msaada wa Mungu naweza, ni kwa neema zake, na kwa sababu hiyo naandika sasa rasmi, naenda kufunga nadhiri za daima. Niwe sasa kwa daima, baada majiundo, ndio maana majiundo, kujiunda. Na ndio maana nasema kwamba katika malezi, mlezi mkuu ni yule anayelelewa. Wale wengine wanakusaidia tu. Na ndio maana hata ninyi wenyewe mnaleana ninyi. Kwa mkifichana kwa upumbavu, ambao mwenzenu mnamuona anafanya upumbavu, huenda anatoroka usiku, mleza juu kama anatoroka usiku anaenda si yuko mitaani huko. Siku nyingine jangaa ameshachomwa na petroli huko kwa sababu ya kutoroka. Nyinyi mnafahamu kabisa huyu jamaa ni mtoro. Lakini kimya tunamhifadhi mwenzetu. Hiyo sio malezi. Kuleana katika mtindo huo ni hovyo na hakuwezi kuwafanyia chochote. Mtafikia lakini mtakuwa wapumbavu tu. Nasema angalia padri yule mpumbavu, angalia mtawa yule mpumbavu. Kwa sababu hujafuatilia vizuri malezi yako na hujajiunda vizuri pasavyo. Ili uwe na heshima yako na hujathamini wito wako vizuri na umejiendea tu. Kwa hiyo ni muhimu sana, lazima mtambue hiyo mnapoelekea huko, ili msimkawa chanzo cha watu kutokuwa na amani katika utawa, katika yote. Kwa hiyo mwe chanzo cha furaha kwa sababu ya majiundo yenu mazuri. Lakini wale mitume walikuwa mlimani. Walipokuwa kule mlimani, Petro tunaona alipenda sana wabaki huko. Kule chini kule shida, moto unawaka kule. Lakini katika hofu waliokuwa nayo, Yesu aliwagusa. Msiogope. Ina maana utukufu uliondoka? Hapana, walibadilishwa sasa mfumo. Sio kwa kuangalia je, wow. Waingereza sema wow. Kila siku sio wow. Sasa kwa mtindo wako inabidi utafute katika mlima wa sala, katika imani, katika sakramenti, utakutana nao. Katika utumishi wako, kwa rudi kule kwenye chini ya mlima kule utakutana sasa kundi, utaponya watu. Kuna watu wanahitaji uponyaji. Ugonjwa leo hii si kwa ajili ya kwamba ana malaria na nini, kuna magonjwa mengi. Mwingine ana msongo wa mawazo, mwingine amejeruhiwa tu na watu, mwingine amesalitiwa. Kwa watu hawa hawana amani. Uponyaji, ukafanya uponyaji kule ndani, ukatumikie kule chini, ukahakikisha unaweza kurudisha ulimwengu huo kwa Kristo. Nenda chini. Baada ya kupanda kwenye mlima wa sala, baada ya kufika kule na kuonja utukufu wa Mungu, kashirikisha.
Kashirikishe, si kwa kuambia nimeona nina nina, maisha yako. Uwe shuhuda sasa, ushahidi. Kwa maana leo hii si maneno mengi sana, ushahidi. Yule mtu anavyoishi, anaishi vizuri sana. Na katika pale tunamwona Yesu. Ukatumikie kufanya hivyo, kurudisha ulimwengu kwa Kristo. Ukarudishe ulimwengu ambao umekosa matumaini uweze kuwa na matumaini. Kwa hiyo tunaona wito unaanza na tafakari ya Mungu. Na unapokuwa na tafakari ya Mungu na kuonja utukufu, narudi kwa kawaida tena, kama wenzetu waliguswa akarudi kawaida. Alafu sasa unaendelea kuishi maisha ya kisadaka. Upendo wa kisadaka, agape, kuwapenda watu na kuwatumikia watu kwa furaha, sio kwa ajili ya ni kama wamekuonea. No. Wewe mwenyewe umekuja huko, kuna mtu alienda kukuita kule, na wengine unaweza kufuata mkumbo na shangaa mnafanya mnawaka kikundi tu huko. Kwa hiyo tunamkomoa mkuu wa shirika. Mnamkomoa mkuu wa shirika au mnajikomoa wenyewe kwa sababu mnaishi kienyeji? Kwa sababu mliitwa nyinyi wenyewe. Leo kwa mfano walivyowahoji mwanzoni, sisi tunaomba tu wenyewe mmesema tunataka baada ya kusoma katiba nina maneno mazuri, baada ya kusoma katiba nikaona na maisha yenu tunaomba tufunge nadhiri. Leo sasa unaanza kuleta fujo, unamletea nani fujo? Uishi sasa. Kwa sababu ndio maana mtawa anafunga nadhiri mbele ya watu wote, na anapofunga nadhiri mbele ya watu wote wanaona leo sasa hivi ni jamaa yule aliyokuwa anaongea vile ndio leo anakuwa hivi. Bwana tunamshangaa. Sasa lazima tuishi yale tunayotamka na yale ambayo tunayaahidi mbele ya Mungu. Ili tufanye hivyo, ndio maana lazima kila mara tuende kwenye mlima wa sala kwa imani na tafakari ya kina, na katika maadhimisho ya sakramenti. Kwa namna pekee sakramenti ya kitubio na sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Tutie nguvu. Ili ninapotaka kufa niseme naomba mpako. Wanipe mpako. Maana kama wewe dhamiri yake imekufa utaogopa mpako sana nimalize. Kumbe wala hukumaliza. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri kwa njia hiyo mnayoanza, na kama nilivyosema kwamba peke yenu mkijidai kujitegemea muwezi. Mnahitaji sana neema ya Mungu, na kwa sababu hiyo ndio maana lazima kila mara muwe kwenye mlima ule wa sala. Na vile vile kuipenda jumuiya, kuhakikisha kwamba mambo haya ni ya jumuiya na kuwa katika jumuiya. Na kufuata Mtakatifu Alamana alikuwa anasema nini katika maisha yenu. Tunawatakia yote mema na Mungu aendelee kuwabariki katika njia yenu. Tumsifu Yesu Kristo.